leo tumekutana kwa sababu tarehe 14 Disemba mwaka 1990 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliteua Oktoba mosi kuwa siku ya kimataifa ya wazee. Lakini leo tarehe 29 leo duniani hapa kuna mambo mengi, kuna maadhimisho mengi. Leo pia ni siku ya moyo duniani. Moyo unapokuwa na umri wa ujana na wenyewe pia unakuwa imara. Lakini mwili unapochoka hata moyo nao unalegea, unachoka. Na kazi ya moyo katika mwili wa binadamu, kazi kubwa ya moyo ni kusukuma damu basi. Ndio maana wasanii waliimba moyo sukuma damu na sio vingine. Sasa kwa msingi huo pia moyo huu, kwa sababu umeanza wenyewe pia kulegea katika mishipa yake, hausukumi damu vizuri. Ndio maana unaona wazee wengi wanakabiliwa na maradhi ya nini? Ya moyo. Kwa hiyo moyo unatakiwa upumzishwe, usipewe majukumu mengine zaidi ya kusukuma nini? Damu. Tunatengeneza msongo wa mawazo, tunaubebesha mzigo mkubwa moyo. Kila jambo na wakati wake. Tunapokuwa watu wazima ni lazima pia tufanye mazoezi ili kuimarisha afya zetu. Tukiwa ukishafika katika umri wa uzee, moja kati ya mambo ni kupungukiwa nguvu. Kwa hiyo ili tujiimarishe, daktari ametushauri kwamba tufanye mazoezi. Lakini hata ukiamua kutembea kwa miguu yako mwenyewe jioni ikifika, kwenda kumtembelea mzee mwenzio, kwenda kwenye msikiti ukatembea, ukaacha gari yako ukasema naenda kanisani leo kwa miguu mita 500 au kilomita 1, hayo ni mazoezi tosha. Lakini pia tunashauriwa kula chakula kwa mtindo ule unaoitwa lishe bora. Ukishafika utu uzima, unataka lazima kila siku ule wali. Ukiulizwa nini unasema chakula cha Mtume. Pala shehe, ukienda kwenye maulidi, kama maulidi imepikwa ugali, lazima watu wanune. Watuletea mambo gani bwana? Mtume hakula hivi. Yote yaliyofanywa na Mtume unayafuata au unafuata wali? Sasa tunaambiwa kwenye lishe, kazi ya wali na ugali ni kuleta nguvu. Wale wazee ambao nguvu zimeanza kuondoka, wanashauriwa wale vyakula vya kuongeza nguvu. Lakini wale wanaonyemelea utu uzima, wanaambiwa wasipendelee kula vyakula vingi vyenye kuongeza nguvu, kwa sababu nguvu wanazo, wakiziongeza nyingine zitaitwa nguvu za ziada. Ukila wali au ugali ni wanga, tena unaitwa wanga mzito. Daktari nakosea? Sahihi. Sahihi. Maana kuna wanga mwepesi na wanga mzito. Sasa kula wali kwa mtu ambaye ameshafika umri wa miaka 30 kwenda mbele, anakula mara 3 kwa siku. Anakula chai kiporo wali, mchana wali, usiku wali. Kazi ya wali ni kuzalisha carbohydrate. Kazi ya carbohydrate au wanga ni kuzalisha vitu vitatu. Cha kwanza kuzalisha nguvu. Sasa umri wangu mimi nguvu ninazo, sizihitaji za ziada. Kazi ya pili ya huo wali, unabadilisha ile carbohydrate, ule wanga kugeuka kuwa mafuta. Na wali ule ule pia unabadilika baadaye kuwa sukari. Sasa unazaa mimi na kisukari. Mbona nilikuwa sili sukari? Kwa sababu ulikuwa unakula
chakula ambacho baadaye kinakuja kuzaa nini? Sukari. Kwa hiyo kisha kuwa mtu mzima, tunashauriwa vyakula vya namna hiyo havitusaidii sana. Kwa hiyo wazee na watu wazima tunaendelea, madaktari wanatufundisha kwamba lishe bora sio tu kwa watoto. Kwa watoto tunawafundisha lishe bora ili kuondoa udumavu. Kwa watu wazima tunawafundisha lishe bora ili kujenga afya, kwa sababu wao hawahitaji kukua. Kwa hiyo tunahitaji kula protini kwa wingi, mayai, kula nyama, maharage, mboga za majani na matunda kwa wingi ili kuongeza vitamin C na vitu vya namna hiyo. Serikali ya Tanzania inatambua changamoto za wazee. Na ndio maana mwaka 2003 ilitungwa sera ya wazee. Na mkoa huu umeshatambua zaidi ya wazee 97,000 na wengine wana vitambulisho. Vinapo expire unarudisha pale halmashauri, unapewa vingine. Kama hawajaandaa wanatakiwa waandike barua ya mtendaji wako wa mtaa kwamba huyu ni mzee ambaye amefikia umri wa kutaka kupewa matibabu bure. Tunakumbushana kwamba maandalizi ya uzee yanaanzia sasa katika umri wa ujana. Ndio maana vijana wamo humu wanakuja kusikiliza ili wajiandae. Wakiwa wazee basi wao wamefanya maandalizi sahihi. Moja kati ya maandalizi ni kufanya uwekezaji. Sasa uwekezaji huko wa namna nyingi. Kuna uwekezaji katika mali, kuna uwekezaji katika familia. Maandalizi, na hapa na wazungumzia vijana, sizungumzie nyinyi wazee, kwa kuwa wamo humu na wenyewe ninawapa habari zao. Lakini maandalizi, nimesema uwekezaji mwingine sio lazima uwe na mali nyingi. Na ndio maana jamii za Kiafrika tunazaa sana, hata uzazi wa mpango hatuzingatii, kwa sababu familia pia ni uwekezaji. Ndio maana unasikia mwingine, mimi na watoto 7, kwa hiyo likizo hii naenda Uingereza, baada ya wiki 2 ninarudi Japani, nikitoka hapo naenda kwa mwanangu Dar es Salaam. Kwa sababu ukisha kuwa mzee una majukumu mengi, kazi yako ni kutembea. Lakini utatembea kama hukuwekeza? Utatembea kama hukusomesha? Unao watoto 10 lakini hakuna hata mmoja ambaye anafanya kazi. Kwa hiyo maandalizi mengine ni familia.